Naam, bwana, baada ya kifo cha Mrs. Sharo kutokea ni kwamba TikTokers mbalimbali watu ambao huwa wanatengeneza content huko TikTok wameamua kufanya baadhi ya videos wameziposti katika kurasa zao za mitandao wakiwa wanalia na kueleza jinsi ambavyo walivyoguswa na msiba wa Mrs. Sharo, jinsi ambavyo wanavyomfahamu, walivyokuwa wakishirikiana na ukaribu wao ulikuwaje, pamoja na changamoto ambazo walikuwa wanazipitia kipindi cha uhai wake. So tunafahamu kwamba huyu ni mwanadada ambaye amefariki siku ya juzi, amefariki siku ya jana actually, na baada ya kifo chake ni kwamba alikuwa ni TikTok maarufu tu, alikuwa anaposti content zake na mpenzi wake, lakini inasemekana kwamba kuna vitu ambavyo vilikuwa vimetokea kati yao. Huyu binti alikuwa anaumwa, akarudi nyumbani kwenda kuuguzwa, na bahati mbaya wakati wamempeleka hospitalini akafariki. Lakini kilichokuja kumuumiza zaidi huyu kijana ambaye alikuwa anaishi na huyu binti ambaye ndo Mrs. Sharo, yani sasa huyo Mr. Sharo mwenyewe, ni kwamba kilichomuumiza ni kwamba taarifa za msiba alizipata kwa watu wa pembeni na sio familia. Yani familia ya binti haikumtaarifu moja kwa moja yeye kwamba binti amefariki. Umeona bwana? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini TikTokers wenzie bwana wamekuja kuelezea jinsi ambavyo majonzi walionayo na jinsi ambavyo walivyoguswa na msiba wa mwenzao. So wasikilize hapa. Kifuna chenye ni fumbo, lakini naumiza sana kuondoka na watu ambao yani umri wao bado mdogo, lakini tunashangaa amekufa, yani ghafla amekufa. Ili mpaka sasa hivi mimi siamini, yani mpaka tumbo linaniuma. Sasa nimeamka saa 8, naangalia mpaka sasa hivi ni saa 8 jamani, mbona muda huendi? Tumbo linatetemeka sasa hivi ni nini? Nasema ngoja nilale, sielewi chochote. Nikasema ngoja nilale, mbona muda huendi? Nimelala katika kushtuka saa 9. Sasa mbona muda huendi? Nasema ngoja tena nilale, nimeshtuka tena saa 9. Nasema kuchungulia giza. Mpaka leo labda usiku wa leo labda siuelewi. Nasema ngoja niingie TikTok. Nakuta Mrs. Sharo amefariki. Yani mpaka sasa hivi kifuna chenye ni fumbo. Mrs. Sharo mbona lia sana wewe? Shida nini mpaka unakisikukute wewe mwenyewe? Labda musikie Kidene amekufa. Yani ni kitu kibaya sana. Ni kitu kibaya sana. Kwa hiyo naombeni tu kitu. Naombeni kitu. Mjitokeze kuzika. Sasa hivi naenda hapo msibani. Yeah, so it is what it is. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, ndio tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.